asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, popote unapotufuatilia ulimwenguni. Na kabla ya mambo yote, tunaomba tumshukuru Mungu kwanza kwa kipindi hichi na kwa somo la leo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo na kwa neema yako iliyo juu ya maisha yetu. Asante kwa ajili ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu popote walipo wanapotufuatilia. Tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako Bwana, ili ukakuzalie matunda katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na tunaendelea na sehemu ya 9, na leo tunazungumzia kuhusu utulivu wa ndani. Na kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu mtumishi wa Mungu Elia katika kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 11 mpaka wa 13. Tukaona jinsi mtumishi wa Mungu Elia alikuwa katika lile pango na kukapita upepo mkali ambao ulikuwa unavunjavunja kila kitu mpaka miamba. Baadaye kukapita tetemeko. Baadaye anasema kukatokea sauti ya utulivu, na Elia akatoka akaweza kumsikia Jehova Mungu akizungumza naye, akimuuliza unafanya nini hapa? Na tulikuwa tunataka tuone sasa faida za utulivu. Kwanza, ukiwa katika hali ya utulivu unaweza kumsikiliza Mungu vizuri au kupata maelekezo yake vizuri. Na tuone hata Yesu alikuwa na tabia ya kujitenga na wanafunzi wake na kwenda mahali pa faragha kuomba. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 12 na kuendelea, utaona Yesu akienda mlimani na kuomba masaa 12. Ni vizuri sana tuwe tunapata muda wa kujitenga na hadhara na makundi ya watu, hasa wale ambao wako ni watumishi wa Mungu, ili waweze kumsikia Mungu akizungumza nao kabisa. Kuna mahusiano makubwa sana ya Mungu kuzungumza na Musa, na kuna mahusiano makubwa sana ya Mungu kuzungumza na Israeli. Kuna tofauti kubwa sana ya Mungu akizungumza na mtumishi, na kuna tofauti kubwa sana ya Mungu akizungumza na kondoo. Unafahamu katika Agano la Kale Mungu alikuwa anazungumza na kundi la watu kwa kutumia mtumishi wa Mungu. Alikuwa anatumia nafasi za watumishi kusema na makundi ya watu kabla ya ujio wa Roho Mtakatifu sasa ulimwenguni. Lakini hata hivyo, kumbuka wakina Miriam na Haruni walipomsema Musa, Mungu aliwajia katika kile kitabu cha Hesabu sura ile ya 11. Mungu aliwajia na akawaambia kwamba Musa nitasema naye mdomo kwa mdomo na kwa mafumbo, lakini ninyi nitasema na ninyi kupitia mtumishi wangu Musa. Sasa kumekuwa na mambo mengi ambayo pia yanatokea duniani sasa, na yamekuwa yakikosesha watu utulivu wa ndani. Na ukisoma kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 12 kwenye ule mstari wa 1 mpaka wa 8, unaona mstari ule wa 4 anasema, Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje nyinyi watatu mwende hemani mwa kukutania. Basi hao watu watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu akasimama pale mlangoni mahema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikilizeni maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana wazi wazi, wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kunena mtumishi wangu huyo Musa? Sasa hii kusaidie kwamba kuna tofauti ya mahusiano, kuna tofauti ya mtumwa na rafiki katika ulimwengu wa roho. Nafikiri hii ukisoma kwenye Yohana 15 utaona kuna mahali ukisha kuwa sana rohoni unahitaji kumsikia Mungu akizungumza na wewe mwenyewe bila tu kupitia watu. Sio kwamba Mungu hawezi kuzungumza na wewe kupitia watu, lakini kuna wakati adui anaweza akatumia hao watu wakawa wataabishaji. Kwa hiyo sasa ni vizuri upate eneo la utulivu. Kuna mambo mengi sana yananyima watu utulivu wa ndani, hasa wakati unaingia kwenye maombi na simu yako ikiwa oni, unapokea simu huku unasema uko kwenye maombi, unatangaza. Jambo hilo pia linapoteza utulivu wa ndani. Kelele za watoto wadogo katika baadhi ya maeneo mengine ya ibada zimekuwa pia zikiondoa utulivu wa watu kumsikia Mungu.
na kitu shetani anachocheza nacho ni kucheza na usikivu wa watu. Amekuwa kuondoa usikivu wa watu kila mara. Kwa hiyo ni vizuri wakati unataka kuingia katika kumtafuta Bwana, ikiwezekana hebu jaribu kuzima hata simu yako kwa muda, au ikiwezekana basi itoe sauti na kuiweka mahali ambapo hautaweza kuconcentrate na vitu vyovyote vile. Na sisi tunaamini ya kwamba kama utafuata hatua hizi zote tulizozitoa, Mungu ataenda kufanya kitu. Lakini neno la Mungu linasema kwamba njoni mbele zake kwa unyenyekevu na kwa utulivu, naye atawasikia. Kule kwenye kitabu cha Hagai anasema dunia yote na inyamaze kimya mbele za Bwana. Ni vizuri kwenda mbele za Bwana katika hali ya ukimya, ili aweze kusema na maisha yako, kwa habari ya kesho yako na kwa habari ya kazi iliyoko mbele yako. Watu wengi sana wamekuwa hawawezi kumsikia Mungu kwa sababu Mungu amekuwa akizungumza nao sana, lakini wao kama wao wamekuwa hawawezi kumsikia kwa sababu hawana utulivu. Tunaweza kusoma katika Zaburi ya 46 mstari ule wa 10 inavyosema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Kwa hiyo jua yeye ni Mungu. Kuna nguvu katika utulivu. Imeandikwa katika Isaya 30 mstari ule wa 15, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kwa hiyo kuna hali ya kutulia pia inazungumziwa katika Isaya 30 mstari wa 15. Ni vizuri ukapata utulivu. Ukisoma kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 4 na Injili ya Luka sura ya 4, utaona hata Yesu alipofunga siku 40 alijitenga na mazingira ya watu, akaenda mahali pa faragha. Na kuna wakati Mungu anaweza akakuondolea watu kwenye maisha yako kwa sababu anatafuta utulivu wako wa ndani ili azungumze na wewe. Kwa hiyo nakusii wewe unayesikiliza kipindi hiki, ni muhimu sana kupata muda wako wa utulivu na Mungu na kusemezana naye katika hali ya utulivu ili aweze kukujibu. Mungu wetu ni mwenye nguvu sana, anajibu kwa wakati wake, lakini sisi ndio tumekosa heshima na uchaji wakati wa kumwendea. Tunapaswa kumwendea Mungu kwa hofu na kwa kutetemeka na kwa uchaji, tukipata kujua kwamba yeye ni Mungu. Watu wengi wamekuwa sasa wanapata shida kwa sababu wamekoseshwa utulivu wa ndani. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yanaondoa utulivu wa mtu wa ndani. Jambo la kwanza ni habari za dunia. Kuna habari nyingi za kidunia sasa ambazo zinatokea ulimwenguni ambazo nazo zinaondoa utulivu wa ndani. Unapigiwa simu na ndugu yako, lakini kumbe adui anamtumia kukuingizia roho ya hofu, unabaki ukiwaza matatizo yako makubwa au matatizo ya watu kuliko kumwaza Mungu na ukuu wake. Kwa hiyo jaribu kupunguza mawasiliano yote ambayo yanaiba utulivu wako wa ndani. Jiepushe na vikundi ambavyo ni vya mabaraza ya mizaa. Katika Zaburi ya 1 ameeleza zaidi, ili uweze kupata utulivu wa ndani. Jitenge wakati mwingine, nenda mahali pa faragha au pa kuzamia ili uweze kuzungumza na Mungu, naye atakusikiliza. Lakini wakati mwingine pia ninakushauri kama mtumishi wa Mungu, sasa soma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 12, uone jinsi watu walijifungia ndani wakaomba kwa ajili ya Petro. Kunahitajika saa nyingine ujifungie na usemezane na Baba wa mbinguni, naye atazungumza na wewe kwa sababu ataupata utulivu wako sana. Kwa hiyo ninakutia moyo mahali popote unapopita, watu wote wenye tabia ya kujitenga na kukaa wenyewe wakamtafakari Mungu na kuomba, kuna mambo makubwa sana yanatokea kwenye maisha yao. Kuna milima, unaweza ukaenda mlimani, unaweza ukaenda madhabahuni kukiwa sio siku ya ibada, hamna mtu, ukaomba mwenyewe. Lakini unaweza kutafuta chumba chako ambacho ni power room, ukajifungia, ukazungumza na Mungu mahali ambapo hakuna kelele ya kitu chochote, ili Mungu aweze kuzungumza. Pata utulivu hivyo siku 3, siku 4, hata wiki ikibidi. Hizo kwa sisi tunasema ni retreat, na inaweza ikakusaidia sasa kumjua Mungu zaidi na kukulia wokovu na kusogea hatua moja kwenda nyingine. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia somo hili la roho ya utulivu katika sehemu hii ya pili. Tutatoa sehemu nyingine. Mungu akubariki sana. Tunaomba sasa, tuombe na wewe ili Mungu aweze kukufanikisha katika njia zako. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunaweka watu wote wanaotusikiliza mkononi mwako, damu yako ikapate kuwafunika. Tunaomba utulivu wa ndani, tunaomba utulivu na kunyenyekea mbele za uso wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu mtakatifu, tunaomba pia kwa ajili ya wale wanaotoa matoleo mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kusaidia kipindi hichi kufika mahali ulipokusudia kufika. Tunaombea wagonjwa na wote wenye shida mbalimbali wanaotitizama pote ulimwenguni, waguswe na nguvu za Roho Mtakatifu na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi nimeomba.
Amen. Basi unaweza ukatumia namba zinazopita kwenye skrini hapo, ukatuma sadaka yako, tutumie ushuhuda, au kama una ushauri tutaupokea, na Mungu akubariki sana.